Mheshimiwa mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie. Hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa uchanganuzi haswa kuangazia siasa katika taifa la Kenya. Sasa kiongozi wa chama cha ODM Oburu Odinga ameshindwa cha kufanya na kukwama ghafla kwa sababu Edwin Sifuna ambaye ni seneta katika kaunti ya Nairobi, ambaye pia ni mwana ODM, baada ya kufurushwa chama cha ODM kuwa katibu mkuu, anaendelea kukinukisha. Edwin Sifuna ameonekana hadharani kukataa kuachilia mikutano ya Linda Mwananchi humu nchini. Katika mtandao wake wa kijamii, Edwin Sifuna ameweza kuamua yeye mwenyewe na kuweka posti hii ambayo inasema hivi: Mombasa County Linda Mwananchi Tour Sunday 29th March 2026 Tononoka Grounds, kuanzia saa 7 mchana tukutane. Edwin Sifuna anaendelea kutangaza hali hatari katika chama cha ODM baada ya yeye kuonekana kukabidhi Oburu Odinga mgongo haswa kisiasa. Ameamua kukinukisha. Siku ya Jumapili tarehe 29 mwezi wa 3 ameamua atakuwa na mkutano katika eneo la Tononoka kule Mombasa. Ikumbuko ya kwamba Oburu Odinga walikuwa na mkutano pale majuma kadhaa yaliyopita, na wakati huo Edwin Sifuna alikuwa eneo la Kajiado kule Kitengela na akajaza, lakini mkutano wa Oburu Odinga ambao ulifanyika kule Tononoka haukushika, watu walikuwa wachache. Sifuna siku ya Ijumaa tena alitangaza kwamba Oburu Odinga aende atafute katibu mkuu wake. Yeye hawezi kuwa katibu mkuu wa wastani, viongozi wa wastani, akakataa. Sasa huyu jamaa ameamua kuendelea na siasa zake. Ndio maana siku ya Jumapili ametangaza tena atakuwa na mkutano wa Linda Mwananchi katika uwanja wa Tononoka County ya Mombasa. Na wakati tunapofuatilia ratiba yake, aliweza kufaulu kwa mikutano ambayo ameifanya. Tumeshuhudia na macho mitatu ya Linda Mwananchi katika sehemu mbalimbali humu nchini. Akaanzia Kitengela akajaza, akaenda kule Amalemba, Kakamega akajaza. Jumapili iliyopita alikuwa Narok, alijaza, licha ya kuzuiwa na maafisa wa polisi, licha ya amri kutolewa, public address, mikrofoni kuzimwa Narok. Hao vijana wa Gen Z walisimama tisti, walisimama wima, wakakataa, wakasema liwe liwalo na liwe, hata mrushe bomu ya kutoa machozi hatubanduki, lazima tutamtetea Edwin Sifuna. Mkutano ukajaza, ukaisha salama salimini, na maafisa wa polisi wanadaiwa kuondoka katika mkutano huo baada ya kuzidiwa nguvu. Tuliweza kufanya uchanganuzi huo, nikawaonyesha vile hali ilivyokuwa siku ya Jumapili, na siku ya Jumapili tena tupo papa hapa kuhakikisha ya kwamba tunawajulisha vile hali itakuwa katika kaunti ya Mombasa katika uwanja wa Tononoka. Sasa wakati kulikuwa na SDC Special Delegate Convention ambayo ilikuwa inaongozwa na Oburu Odinga, Junet Mohamed na Gladys Wanga katika eneo la Jamhuri, Oburu alisikika akisema ya kwamba chama cha ODM ni chama cha demokrasia, hatuna haja ya kufukuza wengine, baada ya Winnie Odinga kuwaambia
achana na mambo ya kufukuza watu. Tusikize vile Winnie Odinga alisema. Don't underplay the victims of this maandamano. We cannot overlook that reality. We cannot be a party that does not care about the struggles that we have come through. We want a new ODM. So I want to stand here and state clearly, the new ODM must be tool to work for young people. Our systems must work for our young people. Our young people are demanding their rightful space on this table. I say this with the utmost humility because we must create space for these people instead of only calling them when we want them to shout. One thing I'm going to ask for, a spirit of understanding, is a spirit of reconciliation, a spirit of listening, a spirit that does not chase away, that does not force out. We want space, we want a face for ODM. Baada ya Winnie Odinga kusema hivyo, Oburu Odinga alisema chama cha ODM ni kuwa na vita, kuhakikisha ya kwamba kuna demokrasia, sio kufukuza watu. Lakini kumbukwe viongozi hawa ndio walienda wakatangaza, tumepitisha resolution kwamba Edwin Sifuna tumemtoa kama katibu mkuu. Nakumbuka vizuri, Catherine Omanyo akachukua nafasi hiyo, anashikilia hadi kufikia sasa, jambo ambalo liliweza kusababisha Edwin Sifuna kuenda katika baraza ambayo inashughulikia migogoro ya kisiasa humu nchini. Akasema hawa watu wa ODM baada wananitoa, na amri ama uamuzi ulitolewa baadaye. Baraza lile likatoa amri kwamba wewe Edwin Sifuna enda msuluhishe kwa chama kabla ya kufika kwetu sisi hapa, muende msuluhishe. Lakini vile inaonekana Edwin Sifuna amesalimu amri, kwa sababu alitangaza hawezi kuwa katibu mkuu wa Oburu Odinga, na Oburu Odinga aliweza kupitishwa siku ya Ijumaa kwamba yeye ndiye kiongozi halisi katika chama cha ODM, kwa sababu niliona Junet Mohamed akisema tumependekeza Oburu Odinga apitishwe kuwa kiongozi wa chama cha ODM, ni akina nani wanaunga mkono, wakasema hiyo imepita. Yaani uchaguzi mwingine hata wewe unacheka. Unajua kama ni uchaguzi ule ambao unapitishwa katika mkutano wa NTC, ndio maana wakaandaa special delegates convention. Na special delegates convention hakuna swali, kama ni NTC, National Delegates Convention, lazima watu wangekuwa wanawania kiti hicho, 2 kwa 3 hapo ndio kura ziweze kupigwa na kuhesabiwa, lakini wakafanya hiyo. Sasa Edwin Sifuna baada ya kusema hawezi kuwa katibu mkuu wa Oburu Odinga, inamaanisha huyu jamaa amejiondoa. Ndio maana anataka kujipima hali ya anga kisiasa. Jumapili yupo Tononoka Grounds. Hatujui kutoka hapo watakuwa wapi, kwa sababu sasa hivi hakuna uungwaji mkono wa vijana wa Gen Z na hata viongozi akina Babu Owino ambaye ni mbunge, akina gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, akina Senator Onyonka, akina Anthony Kibagede, tuseme wale vijana ambao ni wabunge wanamunga mkono. Kwa hivyo tusubiri tuone ni kipi ambacho kitatokea katika uwanja wa Tononoka County ya Mombasa. Lakini Sifuna ameamua kukinukisha, amekataa kuachilia mikutano hii ya Linda Mwananchi ambayo imeonekana kushinda Linda Ground ambayo inaongozwa na Oburu Odinga. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo na atia kikomo uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. But ikiwa hauja subscribe, na kuomba tu ukaweze kusubscribe, sambaza link ya kanda hii kuelekea group 123 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook, ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen.